Sasa tunaendaje? Kwa sababu mimi nilidhani tumeelewana, lakini naelekea hatujaelewana. Mwaka jana, kabla sijawa mwenyekiti wa chama, tulikaa kwenye kamati kuu tarehe 2 Desemba na tarehe 3. Siku 2 kabla nilikuwa nimetoka kumzika George Juma Mohamed, mume wa dada Neema. Amepigwa risasi 4 ili asigombee wenyekiti wa kitongoji. Risasi 4 mbele ya mkewe, mbele ya watoto wake. Kwa siku 2-3 zilizofuata tukakaa kwenye kamati kuu. Mwenyekiti Mheshimiwa Mbowe, mwenyekiti wetu, Sharifa Mohamed, mwenyekiti wetu wa Bawacha, alikuwepo. Sugu alikuwepo. Mimi nilikuwepo. Nani nimemwona Boniai hapa, alikuwepo. Tulikuwepo wote tukazungumza. Nimemwona mahali John Pambalu, si alikuwepo hapa? John Pambalu alikuwepo. Tukasema, jamani, kwa utaratibu huu tunaendaje mbele? Tukasema, kamati kuu, chaguzi za nchi hii kwa mazingira haya haziwezekani tena. Jukumu letu ni kupambana, kuongoza mapambano, tubadili mfumo wa uchaguzi. Ndio ikazaliwa kauli mbiu ya no reform, no election. Leo mjumbe wa kamati kuu anasimama anasema huu msimamo ni wa mwenyekiti maana yake mwenyekiti wa sasa. Leo mjumbe wa kamati kuu anasimama na kusema mwenyekiti anazungumza huu ni udikteta, uchwara. Tumetoka kwenye kamati kuu ya mwenyekiti Mbowe, tukaenda kwenye baraza kuu tarehe 20 Januari. Baraza kuu likaitikia. Tukatoka kwenye baraza kuu tukaenda kwenye mkutano mkuu wa chama tarehe 21. Mwenyekiti wa mkutano mkuu, mwenyekiti wa chama Freeman Aikaeli Mbowe, kamati kuu mkutano mkuu wa chama taifa ukasema no reform, no election. Mimi nikachaguliwa kesho yake. Unakuaje ni msimamo wa Tundu Lissu? Unakuaje ni udikteta, uchwara? Mwenyekiti akisimama na kusema jamani, tuna maagizo ya mkutano mkuu wa taifa kwenda kuongoza vita ya kubadilisha mfumo wa uchaguzi wa nchi hii. Sasa huo ndio msimamo wa chama. Na huo ni msimamo sahihi wa chama hiki. Huo ni msimamo sahihi wa chama hiki. Kama ni ushahidi, tunahitaji ushahidi wa aina gani kwamba chaguzi sasa haziwezekani? Kwamba sasa tukienda kwenye chaguzi tunaenda kutoa watoto wetu na kaka zetu na ndugu zetu, tunaenda kuwatoa kafara. Mnataka tuendelee kutolewa makafara mpaka lini?
kama ni sawasawa twende kwenye uchaguzi, maana yake ni sawasawa yaliyomtokea nani marehemu George Juma Mohamed Manyoni. Hiyo ndio sawasawa. Kwa hiyo ndugu zangu, tuelezane ukweli. Njia pekee iliyobaki ili tuwe na chaguzi za kweli nchi hii ni njia ya no reform, no election. Ngojeni niwaambieni. Asanteni. Iko hivi ndugu zangu. Iko hivi niwaambieni. Mnanielewa? Hivi nani anayeweza kusema mimi naogopa uchaguzi? Mimi niligombea ubunge na miaka 27, nimetoka chuoni mwaka jana. Mwaka 95 nimegombea ubunge, nikachaguliwa mara 2. Kama ni utamu wa ubunge na ufahamu. Kwa ninaposema na nimegombea na urais vile vile, na mpaka leo hawajatangaza matokeo ya urais. Mkaangalie kwa swala la kwamba naogopa uchaguzi. Mimi, kuna mtu anayependa bunge kama mimi? Sasa hivi haiwezekani tena. Wale wanaofikiria kwamba twende tu pengine tutabahatisha, sasa hivi CCM wanashinda kwa 99.9%. Baada ya kututoa makafara, baada ya kuua watu wetu, baada ya kujaza kura za uongo. Sasa mimi nayependa chaguzi, nayependa ubunge namna hii, nikisema haiwezekani tena, naomba mnielewe. Nyie wote mnaotaka uchaguzi, chaguzi zitakuja tu. Kwani nchi itakimbia? Tutengeneze mazingira mazuri ya chaguzi ili twende kwenye chaguzi tukijua, tukipigiwa kura za watu wetu zitahesabiwa na zitahesabika. Sasa hivi haiwezekani. Mnanielewa? Kama ni swala la kuwa na haraka ya kwenda bungeni, mimi ndio napaswa niwe na haraka. Mimi na miaka 57. Mnanielewa? Tusipoenda kwenye uchaguzi tukapigania mabadiliko, mwathirika wa kwanza mimi na miaka 57. Tunapigana kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya nyie mlio na miaka 20 na 30 na ngapi. Kwa tafadhalini, tuache mambo madogo. Tuache mambo madogo. Twende kwenye hoja za msingi, tukapiganie mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi, tukapiganie mabadiliko ya kikatiba. Tunaelewana? Na tukipigana sawa, sisi ni jeshi kubwa sana. Sisi ni jeshi kubwa kweli kweli. Nchi inatuunga mkono. In fact, ukiangalia vizuri, wanaohangaika zaidi na hii habari ya no reform, no election ni wanachama wetu kweli.
Kwa hiyo naomba nimalizie ndugu zangu, nimalizie nilikoanzia, kwamba leo, kwenye siku ya leo, kwenye siku ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake duniani, sisi wanawake wa Chadema na sisi wanaume wa Chadema, kwa kutambua yote haya ambayo nimeyasema, leo iwe ni siku ya kujiweka sawa, ya kujiandaa na mapambano yanayokuja. Ya tuwekane sawa. Ninapenda wote, kama inawezekana, wote muende bungeni, muende kwenye halmashauri. Kwa sasa hivi haiwezekani. Twende mbele tukiwa kitu kimoja. Twende mbele tukiwa kitu kimoja. Tukashinde pamoja. Tukienda pamoja tutashinda. Tutashinda. Tutabamizwa sana, ni kweli. Hiyo ni kweli, wala nisiwadanganye. Lakini kwani njia ya ukombozi huwa haipitii Golgotha? Tangu lini haijawahi kuwa njia ya miiba? Lazima tutabamizwa, tutaumizwa, tutafanya nini, lakini tukiwa kitu kimoja tutapata mabadiliko tunayoyataka. Kwa ndugu zangu, nilisema kama nimewakwaza, mnisamehe. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru kwa mara nyingine tena kwa mwaliko, na wapongezeni kwa sherehe zilizofana za siku ya wanawake duniani. Na mimi niongeze senti 10 zangu kwa wito wa katibu mkuu wetu John Mnyika. Tukamnyang'anye huyo mama ile tuzo tuliyompa miaka mingapi iliyopita. Mwenyekiti, namalizia. He for she, au sio? Si tumeambiwa hivyo? He for she. Mwenyekiti Mao wa China alisema hivi, kwa kuheshimu mchango wa wanawake wa dunia hii, kwa kuheshimu mchango wa mama zetu, wa dada zetu, wa shangazi zetu, wa binti zetu, wa wake zetu na wapenzi wetu, why not? Kwa kuheshimu mchango wa wanawake wa dunia hii, Mwenyekiti Mao alisema, women hold up half the sky. Wanawake wa dunia hii ndio ambao wanashikilia nusu ya mbingu. Hiyo nusu nyingine tunaishikilia sisi, baba zenu, anko zenu, wapenzi wenu, waume zenu, na kadhalika na kadhalika. Hebu basi tusaidiane, tuishikilie hii mbingu kwa pamoja, tutengeneze nchi ambayo mtoto wa kike na mtoto wa kiume watatendewa sawa kikweli kweli. Inawezekana. Kila mmoja wetu atimize wajibu wake
na washukuruni sana kwa kuniazima muda wenu, na Mungu awabariki. Basi na shaka mwanafamilia wa Mbayu TV na mtazamaji wetu umeweza kumsikiliza vyema kabisa huyu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, wakati akizungumza katika kongamano la siku ya wanawake lililoandaliwa na wanawake wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bawacha, ambapo ameweza kuzungumza vitu vingi zaidi. Amekwenda kumjibu aliyeweza kumuita kwamba ni dikteta uchwara, ameweza kumuhoji unamuitaje dikteta uchwara, ameweza kuuliza vitu kama vya namna hiyo. Bwana, hakikisha kwamba una subscribe YouTube channel ya Mbayu TV ili kusudi uweze kuyapata yale yote ambayo yanatokea kila siku na kila saa, lakini pia uweze kupata fursa ya kuweza kuyajua mambo yanayoendelea ulimwenguni. Pia unayo fursa ya kuweza kutufuatilia pale katika Instagram account yetu, huko tunapatikana kwa jina la Mbayu TV. Huko pia tunakuelimisha na kukuburudisha wewe. Hakikisha kwamba unatufuata huko na mambo yanakuwa yanakaa sawa. Uwe na siku njema, mtazamaji wa Mbayu TV. Je, unahitaji biashara yako, huduma au bidhaa iwafikie watu wengi zaidi? Mbayu TV inakupa nafasi ya kuwafikia maelfu ya watazamaji kila uchwao kwa kutangaza kupitia Instagram, TikTok na YouTube channel yetu kwa gharama nafuu kabisa. Wow, that's amazing. Wasiliana nasi leo kwa simu namba 0622 41 79 80 au 0698 02 45 12.